Okay, lakini bado tuko katika kipindi cha Panga Sherehe na leo tuko na MC Jojo. Mimi namjua kwa jina la MC Jojo, lakini wewe hujamjua bado na hujui shughuli zake kiujumla. Hebu msikilize nini anafanya, lakini atatuambia pia ukumbi ni ukumbi wa aina gani. MC Jojo, habari yako? Salama, habari za kwako? Salama, habari uzima? Nashukuru Mungu kwa kweli. Wapenzi wa watazamaji wa Panga Sherehe, leo wanataka kukusikia Jojo. Maana wengi wanasikia Jojo lakini wanashindwa kumpata Jojo. Hawajui Jojo ni nani, shughuli zake kiujumla. Unavovaa Jojo watu unawatisha, wanajua ni mtu wa gharama, wanashindwa kukutafuta. Ni mzungu wa wapi? Watu wanataka kujua. Karibu Jojo. Asante, mimi naitwa MC Jojo Tanzania. Wengi wanapenda kuniita Super Queen, mama lao, mwanamke msiokuwa na klasi wala khnasi, mwanamke ambaye napenda kila mtu ambaye anamwona mbele ya macho yangu. Simdharau maskini wala simdharau yeyote mwenye matatizo ya kidunia. Najua sisi wote ni waja wa Mungu. Leo hii unaweza kujiona umekamilika, lakini kesho yako huwezi kuifahamu. Mimi napenda watu, nafikiri watu watazamaji, unajua wengi wanashindwa kuelewa kwamba wewe ni mtu wa namna gani na nini, lakini kwa hivyo ulivyowaambia jinsi unavyoishi na watu nadhani watakuwa wameelewa. Sasa hebu waambie Jojo, unapatikana vipi? Kazi zako zikoje? Na leo uko wapi na hii ni shughuli gani? Napatikana Uhuru FM. Mimi ni mtangazaji wa Radio Uhuru FM 95.7 Dar es Salaam, pwani yote napatikana hivyo. Lakini pia licha ya Uhuru napatikana ofisi yangu ambayo iko Tabata Kifuru, na unanipata kupitia mitandao ya kijamii pia. Jojo kama Jojo ni mama, ni MC, ni mpambaji, ni mtayarishaji wa chakula kwenye shughuli mbalimbali. Lakini Jojo kama Jojo pia ni vile ni msanii wa Bongo Movie. Kwa unanipata kwa kazi zote kama zinazojishaji, ukinishaji wakati wote, muda wote napatikana. Kwani inakuwaje MC Jojo unakuwa kama kiraka? Yaani wewe kila sehemu ukibandikwa wakaa tu. Kwa nini usiseme leo Jojo ni MC peke yake? Kwa nini una vitu vingi, au ni utafutaji wa Dar es Salaam ndivyo ulivyo? Naweza nikasema maisha, unajua Mwenyezi Mungu amegawa vipaji kwa watu mbalimbali. Mimi nafikiri hivi ni vipaji ambavyo amejalia Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo namshukuru kwanza Mwenyezi Mungu kwa kugawa vipaji mbalimbali, na vipaji vingi sana. Lakini ni vipaji ambavyo amejalia Mwenyezi Mungu. Kutokana na vipaji vyangu naomba nivitumie vile vilivyo, ndio maana naenda sawa na vipaji ambavyo amejalia Mwenyezi Mungu. Unanipata kwenye filamu, unanipata kwenye MC, kupamba chakula, mfundaji pia wali walikwa, mwandaji pia wa events mbalimbali. Ni mimi MC Jojo. Nafikiri Pamba Sherehe wenyewe wananifahamu vizuri sana. Hii ni ndani ya Panga Sherehe, ndugu mtazamaji, lakini pia sisi kazi yetu ni kukusogezea watu wa huduma, ma MC, watu wa chakula catering, watu wa keki, watu wa maukumbi, lakini pia ma DJ pia wamo ndani yake. Jaribu kucheki na sisi katika mtandao wa kijamii, Instagram, Facebook pamoja na YouTube, andika Panga Sherehe alafu utatukuta mule ndani. Interview full ya MC Jojo utamkuta mule ndani. Hebu sasa tuangalie Jojo tunampataje katika mitandao ya kijamii ile ambayo anaitumia yeye ili unapomtafuta usipate tabu. Karibu Jojo. Asante. Na kuna swali ambalo umeniuliza kwamba napatikana vipi mtu akinihitaji. Ukinihitaji, mimi nafanya harusi, nafanya maana reception, nafanya send off, nafanya kitchen party, nafanya dinner party, nafanya sherehe nyingi, nikamilisha kibubarikio, maulidi, kipaimala, kote mimi nacheza. Unaweza kanipata kwa nambari yangu ya simu ya 0712 678403, lakini pia 0767 67 tena 8403. Unaweza kanipata, na ukiona kama namba zinagonjwa mtandao kwa wakati mwingine unakorofisha, unaweza kanifuata Uhuru FM. Lakini yote kwa yote, leo niko kwenye shughuli ya binti mdada, naweza nikasema naitwa Josephine Kayuni, ambaye leo dadas kwenye kampani za dadas wamemwandalia sherehe ya kutosha kabisa. Ndio tunasherehekea naye hapa jana leo. Amejaliwa kufunga ndoa, lakini leo alikuwa anafanya party. Shughuli hii nilipewa kabla ya corona, lakini wengia corona ikabidi tustopishe, lakini leo nimerudi tena kufanya hii shughuli kwa sababu walikuwa wananikihitaji. Niko nao na furahi, wameheshimu, wamenijali, na niko nao na hakikisha kitu kinaenda sawa. Lakini yote kwa yote nasema hivi, unajua kazi kazini, angalia kazi ya mtu. Sio kila ambaye anaweza kuongea kusutana mtaani ukamwona anaweza kufanya kazi yako. Angalia ubora wa kazi.
nani kazi yako atafanya nini utafanya, lakini yote kwa yote mimi ni MC ambaye naenda na mazingira. Kama wewe una shilingi 2,000 nitaenda na 2,000 yako, una 10,000 na 10,000 yako, 20 na 20 yako. Usiogope wala usijali ukasema da Jojo labda kwa sababu ni mtangazaji, kwa sababu ni msanii naogopa asije akanipa bei kubwa. Hapana, mimi naenda na wewe jinsi ulivyo, vyovyote kokote ulipo mimi naenda. Mimi nafanya mpaka vigodoro vya mtaani nafanya. Lakini pia nasema napenda kuwashukuru kwamba sherehe ambao mmejitoa na mnatembelea MC mbalimbali, wateja kwenye shughuli hizi. Nasema Mungu awabariki sana kutujali sisi wawezeshaji, wapambaji, wapika chakula, MC na watu mbalimbali. Mungu awabariki sana. Asante. Huyo ndo MC Jojo, MC wa kimataifa, lakini pia ni MC wa kisasa. Unaweza ukamwona ni mama mtu mzima akachoka, lakini bado yuko vizuri. Ni mama mwenye rangi yake, ni mama mwenye mashauzi yake. Lakini pia ukitaka kumpata MC Jojo, tembelea kurasa zetu za Facebook, Instagram, andika tu pale chini Panga Sherehe, mambo yote yako hapa. Usiende sehemu nyingine, hakikisha una follow, una like na una share. Asante sana Jojo. Asante. Lakini Instagram unaweza kaandika MC Jojo @30 unanipata vizuri, lakini ukiingia Facebook unaandika MC Jojo TZ, MC Jojo Tanzania unanipata, Twitter MC Jojo Tanzania. Na nasema kwa lolote, kwa chochote unapashughuli MC. Una makuu wewe? Sina makuu. Mimi namwaga MC Jojo, lakini bado yuko katika shughuli kama mnavyoona, anaendeleza mambo yake. Tutajaribu kuona baadaye nini ambacho MC Jojo akiwa kwenye stage balaa lake. Karibu tucheke.